Matokeo ya Yanga kupoteza kwa bao moja kwa sifuri dhidi ya AS FAR Rabat yamewaumiza mashabiki na hata wachezaji wa timu hiyo, lakini kuna kauli ametoa kocha mkuu Pedro Gonçalves akisema safari yao imebakiza dakika 90 na hapo wataamua wenyewe waende robo finali au watoke. Yanga ilikumbana na kipigo hicho juzi usiku mjini Rabat nchini Morocco kwa kupoteza mbele ya wenyeji wao AS FAR Rabat, matokeo ambayo yamewarudisha hadi nafasi ya 3 wakiwa na pointi 5, huku wa Morocco hao wakiruka nafasi ya pili wakifikisha pointi 8 ambazo ni pungufu ya pointi moja ya zile anazozimiliki kinara wa kundi hilo Al Ahly mwenye 9. Matokeo hayo yanaitaka Yanga kuhakikisha wanashinda nyumbani dhidi ya JS Kabylie, ushindi wa tofauti ya mabao mawili na pia dua zao zikiwa Misri, wakiiombea mabaya FAR Rabat ifungwe hata moja bila, itakayokuwa mgeni wa Al Ahly mechi zote zikipigwa Februari 15. Akizungumza na moja ya chombo cha habari, Pedro amesema hayakuwa matokeo mazuri kwa timu hiyo na sasa wana kazi moja tu, wao makocha na wachezaji wao, kuhakikisha wanakwenda kuamua hatima yao dhidi ya JS Kabylie ili waende robo finali au wasalie hapo. Pedro amesema haikuwa rahisi kucheza vizuri sana kwa vijana wake kwenye mazingira ya hali ya hewa ya mvua kubwa, lakini akafanya kosa moja kubwa ambalo lilikwenda kuamua mchezo huo, huku akiwapongeza wachezaji wake kwa kucheza kwa umakini mkubwa kabla ya kuruhusu bao hilo. Nikimnukuu, amesema ilikuwa mechi ngumu na ugumu ukaongezeka zaidi kutokana na aina ya hali ya hewa ambayo ilijitokeza katikati ya mchezo. Ilikuwa ngumu kucheza kwenye mvua kubwa na baridi ndani yake, lakini hata hivyo wachezaji wangu walipambana sana, mwisho kunukuu, amesema Pedro ambaye amepoteza mchezo wake wa pili tangu aanze kuifundisha timu hiyo. Aliongeza kwa kusema, tulifanya kosa moja la kujisahau ambalo liliamua mchezo. Mimi sio muumini na kukata tamaa, hasa kwenye eneo ambalo bado tuna nafasi. Tuna dakika 90 ngumu nyumbani ambazo tunatakiwa kuamua wenyewe kwenda robo finali au kubaki, mwisho kunukuu. Pedro amesema kila timu ambayo imeshinda kwenye kundi hilo imeutumia uwanja wa nyumbani, ambapo nao Yanga wanatakiwa kufanya hivyo kwenye mchezo wao wa mwisho, huku akiwataka mashabiki wao kuja kuwapa nguvu wachezaji wa timu hiyo. Nikimnukuu, amesema, kwangu mimi tunaweza kuvuka hapa. Nimewaambia wachezaji, huu sio wakati wa kuendelea kuinamisha vichwa chini, tunatakiwa kubadilika haraka. Timu zote ambazo zimeshinda kwenye kundi letu wameshinda nyumbani na sio ugenini. Najua mashabiki wetu tumewaangusha, lakini tunajua nguvu yao wakiwa na sisi pamoja. Tutafanya marekebisho ya makosa yetu, naamini, ili tukirudi tuwe imara zaidi, na waamini wachezaji wangu kwamba wanaweza kucheza kwa hesabu kubwa, mwisho kunukuu. Aidha, Pedro amesema kurejea kwa mshambuliaji wake Clement Mzize aliyepewa dakika 10 za mwisho kwenye mchezo wa juzi ni hatua kubwa ambapo itaongeza nguvu kuelekea mchezo huo wa mwisho wa makundi utakaopigwa uwanja wa Amani Complex Zanzibar. Nikimnukuu, amesema kila mmoja ana furaha na kurejea kwa Clement Mzize. Ni mchezaji muhimu, lakini angalia ndani ya dakika 10 alizocheza amejaribu kufanya kitu tofauti. Ni mchezaji mwenye ari kubwa na amini ataendelea kuimarika zaidi. Tuliona tumpe dakika za mwisho ili tusije kufanya hatari kubwa kwake, mwisho kunukuu. Imeandikwa na Khatim Naheka na kusoma kwako na Hamza Saif.